fikra chanya kwa ajili ya kuweza kujenga jamii yenye furaha na kujitegemea. Yes. Jambo la tatu, tunasaidia makundi ya watu wenye mahitaji maalum. Hiyo ndio TASACO. Tunapatikana wilaya ya Ilala, kata ya Ukonga, mahali panaitwa Mombasa. Kituo chetu pale kinaitwa Transformer. Yes. Kwa nini uliamua kuanzisha hiyo taasisi ya vikoba? Tunajua vikoba vingi mara nyingi vilikuwa vinaleta taharuki. Kuna wengine wameshajiwa kwa sababu ya vikoba, lakini kuna wengine wamehatarisha ndoa zao kwa ajili ya vikoba, lakini tunajua kuna wengine wanakwama kwenye vikoba, hawaamini tena vikoba. Kwa nini ulipata wazo la kuwa na taasisi ambayo inahusu vikoba? Sababu zimegawanyika mara mbili. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2023 ambapo tulikuwa kwenye kipindi cha mpito wa janga la corona. Kipindi kile tulikuwa tunaenda kwenye huo mpito, na kipindi kile serikali ilizuia mikusanyiko ya pamoja. Na ilipozuia mikusanyiko ya pamoja, sisi kama wadau wa vikoba tulikutwa na hiyo kadhia. Kwa hiyo tulipokutwa, baadaye watu wa benki na taasisi nyingine za kifedha ziliruhusiwa kuendelea na shughuli zao kwa masharti maalum. Lakini watu wa vikoba wao walizuiliwa moja kwa moja, ilifeli mazima. Sasa wakati ule inafeli, kulikuwa na watu wameshachukua mikopo. Kwa hiyo nilipokaa kufikiria kwamba inakuwaje na kwa nini sisi hatujaruhusiwa, nikagundua ni kwa sababu hatuna chombo ambacho kinaweza kikasemea vikoba. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hii ni historia kidogo, historia ya vikoba ambayo imeanza mwaka 1992 mpaka hiyo 2023. Watu wa vikoba walikuwa wanaonekana kama ni sehemu fulani hivi ya kukopa, kukimbia na kufilisiwa na kutapeliwa. Wakati mwingine kuna mtu anaweka hela mwaka mzima alafu haambuli chochote mwisho wa mwaka. Lakini pia kulikuwa na wimbi kubwa la watu wanaojiita walimu wa vikoba, ambao wanaongoza hiyo utapeli. Kwa hiyo pale sasa ndio nikaona kuna haja ya kuanzisha taasisi ambayo italeta tumaini, itavizungumzia vikoba, itaheshimisha vikoba. Sawa Mr. Chegere, kwa nini mtu achague TASACO? Mtu anatakiwa kuchagua TASACO kwa sababu sisi tumelenga kufanya tofauti. Tumelenga kufanya tofauti. Kuna mashirika mengi, kuna taasisi nyingi zina vikoba, zinaendesha shughuli za vikoba. Lakini tunapozungumzia vikoba kutoka TASACO, tumelenga kumheshimisha yule mjasiriamali au mwanakikoba. Kwanza kumheshimisha, lakini pia kumpa thamani. Anapewa thamani kuanzia nyumbani kwake, anapewa thamani kwenye jamii, anapewa thamani na taasisi zingine za kifedha na wadau wengine wa kimaendeleo. Hiyo tu inafanya achague TASACO. Sawa, tunajua vikoba watu wengi wamepoteza imani na vikoba. Ulipata changamoto yoyote wakati unaanzisha hii taasisi? Sana. Changamoto zipi? Changamoto ni nyingi na hazikosekani. Changamoto ya kwanza, hasa pale ambapo tuliona kwamba ofisi yetu inafaa kukaa. Kilikuwa ndo kitovu cha kwanza. Ilikuwa na historia ya kupokea vikoba kutoka Zanzibar. Wakati mfumo wa vikoba unatokea Zanzibar, unaletwa Tanzania bara kama project ya majaribio. Ilianzia Ukonga. Sasa kutokana na ule uanzishwaji wa Ukonga, watu hawana elimu, walikurupukia, kwa hiyo wakawa wanatapeliana. Kwa ile historia ya kutapeliana, historia ya kuzurumiana ilianzia pale. Sasa vikoba vingi vilianzishwa vikafa, wengine wamekimbia na hela za watu, wengine wamepataga na ulemavu na kadhalika. Kwa hiyo nilikuwa na changamoto ya kukubalika pale. Na nakumbuka vikundi viwili nilivianzisha wakiwa wanani challenge, wananiambia tunakuangalia, ngoja tuone. Tumeamua kujaribu kwanza. Lakini baada ya kumaliza mzunguko, kikundi cha kwanza kilipomaliza mzunguko mwaka wa kwanza, nilipata vikundi viwili. Kile cha pili kilipomaliza mzunguko nacho nikapata vikundi 4. Kwa hiyo ndani ya ule mwaka wa pili nikawa na vikundi 7 katika lile eneo. Pale ndio TASACO ilipoanza
kuleta tumaini. Sawa sawa. Kwa mnatoa elimu kwa wajasiriamali hao au wana vikoba? Yes, tunatoa elimu. Sisi katika vikundi tumegawanya katika vipindi vitatu. Kwamba mara ya kwanza tunatoa elimu ya pamoja kwenye jamii kuhusu faida za kujiwekea akiba, faida za kukopeshana na faida za kucheza kwenye kikundi, kuwa kwenye kikundi. Kwa ile elimu imegawanyika katika vipindi vitatu kwa mwaka mzima. Na kwa sababu hiyo mpaka tunafika kumaliza huwa tumejikita sana kwenye kutoa elimu. Elimu ndio kipaumbele chetu. Na mpaka sasa Mr. Chegere mna wanachama wangapi TASACO? Mpaka maandalizi ya mkutano wetu mkuu ambao ulifanyika tarehe 14, takwimu zinaonyesha tulikuwa na wanachama 2,050. Yes, kati yao 1,950 ni wanawake. Na watu 100 ni wanaume. Sawa. Katika kutoa elimu hapo Mr. Chegere, mmeshawahi kuwafundisha kuhusiana na mikopo chechefu? Mikopo chechefu tunawafundisha. Na ndio maana katika hiyo idadi ya vikundi 85 na watu 2,000 na katika miaka yote ambayo tumefanya mpaka sasa hivi tuna miaka takriban kiujumla ni 5, lakini ya kutambulika ni mwaka mmoja. Tuna mikopo ambayo imetuendesha sana ni watu 6. Yaani watu 6 ndio wametupeleka kuwa na historia ya mikopo chechefu. Utaona kwamba kati ya watu 2,050 kuwa na watu 6 ambao ndio wana mikopo chechefu ni kwa kiasi gani tumejikita kwenye elimu. Kwa hiyo mikopo chechefu ipo, lakini tunaiepuka kwa kutoa elimu kabla ya kukupa mkopo. Sawa sawa. Pale TASACO kuna aina ngapi za mikopo ambayo mtu akitaka kujoin pale anajoin? Kuna mikopo aina ngapi? TASACO tuna mikopo ya aina 3. Mkopo wa kwanza unaitwa mkopo wa wiki. Wakina mama wameupa jina unaitwa chap-chap. Chap-chap. Huo naisi unakufaa chap-chap. Chap-chap bwana. Tunamaliza matatizo yetu chap kwa haraka. Unakopa leo leo ni Alhamisi. Ukikopa leo Alhamisi ijayo inabidi urudishe yote. Ukifanya vizuri kwa muda wa wiki 4 unapanda juu. Kuna mkopo unaitwa mkopo mdogo au mkopo wa mwezi. Utapewa mkopo wa mwezi ambao utakaa nao kwa wiki 4. Wiki 4 hizo tunakufundisha kurejesha kila wiki. Zinapotimia zile wiki 4 au mwezi mmoja tunatakiwa tuwe hatukudai. Kwa huu unaitwa mkopo mdogo, ni aina ya pili ya mkopo kwa wajasiriamali wadogo. Lakini mkopo wa mwisho ni mkopo mkubwa au mkopo wa biashara. Huu tunakupa kuanzia wiki ya 12. Kwa maana mwezi wa 3 tangu kuanza kwa kikundi. Kwa hiyo pale tunakupa kuanzia shilingi 300,000 na kuendelea kulingana na hisa na thamani ya hisa. Sasa umeshapata changamoto wakati wa urejeshaji kwa wanachama kusumbua labda? Tunajua wakati wa kukopa tunafurahi